Kristo wapendwa, karibuni katika kutafakari neno la Mungu katika Dominika hii ya 3 ya Pasaka. Bado tupo katika kipindi cha Pasaka, kipindi cha furaha, kipindi cha matumaini. Bado ule moto wa Pasaka uko na sisi. Na sisi tunatakiwa tu watu wa furaha, kwa sababu Pasaka, ufufuko wa Yesu, ulituletea furaha katika maisha yetu, ukatuletea matumaini katika maisha yetu. Na sisi ni Wakristo kwa sababu ya Pasaka. Na haleluya ndiyo wimbo wetu. Katika masomo ya leo au katika tafakari yetu ya leo, ina kichwa cha habari kinachosema Mungu ana haja na udhaifu wetu. Mungu ana haja na udhaifu wetu. Kwa nini Mungu ana haja na udhaifu wetu? Kwa sababu yeye anataka kutuimarisha. Kama alivyojua udhaifu wa Petro na akataka kumuimarisha ili ampe majukumu ya kuliongoza kanisa. Mungu hachagui watu ambao wamekamilika. Anawachagua wakamilifu ili awakamilishe waweze kufanya kazi yake. Petro hakuwa amekamilika, lakini Yesu alimkamilisha na akampa ujasiri na nguvu ya kuweza kufanya kazi ya kuliongoza kanisa kwa ujasiri. Kwa hiyo na sisi binadamu tuna udhaifu wetu. Haina haja ya kukata tamaa, haina haja ya kutembea tumeinamisha kichwa chini, haina haja ya kutembea ukiwa unajipiga kifua, kwa sababu Kristo mshindi alifufuka ili kuimarisha udhaifu wetu. Ni katika udhaifu ndio tunakuwa na nguvu. Na katika ibada hii ya misa takatifu ya leo, kama mpadi wape, tunapokuja kumshukuru Mungu kwa zawadi ya upadri, sio kwamba sisi tunastahili, ila Mungu ametustahilisha katika ule udhaifu wetu. Katunyanyua katika udhaifu wetu na anatuimarisha ili tuende kufanya kazi yake takatifu. Na siku zote anatuambia tutembee katika neema yake ya Roho Mtakatifu, tukiwa tumeimarishwa ili tuweze kushuhudia Kristo kwa maisha yetu. Kanisa la leo halihitaji wahubiri wa maneno tu. Kanisa la leo linahitaji wahubiri wa matendo. Na ndiyo maana Petro akiwa anatoa ushuhuda kwa nguvu za Roho Mtakatifu anasema haina haja ya kumheshimu au kumtii mwanadamu. Tunachotakiwa ni kumtii Mwenyezi Mungu, hata kama ikiwa kumwaga damu yake. Yesu anatuimarisha katika hayo, kwa sababu sisi kama binadamu hatuwezi kufanya matakatifu bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kusimama mbele ya Mungu na kusema kwamba sisi tumestahilisha kwa nguvu zetu. Hapana, ni Mwenyezi Mungu. Na Petro anathibitisha hilo. Basi katika Dominika hii ya leo tunajifunza mambo machache katika maandiko ya leo au katika masomo yetu ya leo. Kitu cha kwanza ambacho tunajifunza katika masomo ya leo, Kristo anatuletea matumaini mapya. Kristo anatuletea matumaini mapya. Wanafunzi wakiwa wamepoteza matumaini wanarudi katika kazi zao za kawaida baada ya Yesu kufa. Petro anawaambia twendeni tukavue samaki, na wale wengine wanasema tunamfuata. Wanarudi tena kwenye maisha ya zamani ambayo Yesu alishawatoa, akamwambia nyie mtakuwa wavuvi wa watu. Sasa wanaacha kuvua watu, wanarudi kuvua samaki. Lakini Yesu anakuja pale walipo. Yesu anakuja pale kwenye udhaifu wako. Yesu anakuja kukutafuta pale ulipoangukia, hapo hapo Yesu anakuja. Na ndiyo maana Yesu aliwafuata baharini, hakuwasubiria sokoni wapeleke samaki wauze. Aliwafuata pale pale walipo. Yesu anatupa matumaini mapya. Katika ufufuko wake amekuja kutupa matumaini mapya. Yale matumaini yetu ambayo yamepotea, labda kwa sababu ya ugonjwa, au labda kwa sababu ya changamoto, au labda kwa sababu yoyote ambayo unajua imekuondolea matumaini kwenye maisha yako, Yesu anatupa matumaini mapya. Kama anavyowapa hawa mitume matumaini mapya, anawapa maisha mapya. Maisha yenye kujiamini, maisha yenye kumtegemea Mungu, maisha yaliyojaa furaha na baraka.
Yesu, ndugu zangu, ni rafiki mwema anayekuja kwetu sio kwa ajili ya kutuhukumu na kutuadhibu, bali kutusaidia ili na sisi tuweze kumfikia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Yesu anatupa matumaini mapya. Na katika utume wote ambao unamhusu Mwenyezi Mungu, ambao unahusu matendo makuu ya Mungu, hatuwezi kufanya bila kuwa na matumaini mapya ambayo chimbuko lake ni Kristo. Kwa hiyo sisi tumtegemee Kristo katika maisha yetu ili atupe matumaini mapya katika familia zetu, atupe matumaini mapya katika ndoa zetu ambazo zinachechemea, aziimarishe, azifanye ziwe ndoa bora zenye furaha na matumaini. Alete matumaini kwa watoto wako ambao wanaonekana wanasuasua katika masomo na katika maisha. Yesu akapeleke matumaini mapya, akaonyeshe tena mwanga pale palipo na giza, ili sote tuendelee kuwa na furaha ya kipasaka na matumaini. Kitu kingine ambacho tunajifunza katika masomo ya leo, tukifanya kazi bila Yesu hatupati chochote. Tukifanya kazi bila Yesu hatupati chochote. Wanafunzi wanaamua kwenda kuvua samaki. Wanaanza kuvua kwa sababu ni kazi yao ambao wameizoea. Wanakwenda kuvua na wanajua majira ya kuvua ni usiku. Wanavua usiku kucha lakini hawapati chochote. Inafika asubuhi hawapati chochote. Walikwenda kwa akili zao wenyewe. Walikwenda wakiwa wanategemea nguvu zao wenyewe. Na kwa nguvu zao na akili zao ilionyesha kwamba wamefeli. Tena wamefeli sana. Na sisi tukitembea kwa akili zetu wenyewe, kwa miemko yetu wenyewe, kwa kutegemea nguvu zetu wenyewe, hakika tutafeli, tena tutafeli sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tukifanya kazi na Yesu tunapata kila kitu. Yesu kwa kutambua hilo kwamba hao wamefanya kazi usiku kucha hawajapata kitu, wanauliza, wanangu, mna kitoweo? Yesu anawaita wanangu. Unajua mtu anapokuita mtoto wangu anamaanisha kwamba wewe una uhusiano mkubwa sana na mimi. Yaani wewe nakupenda sana. Wewe ni mtoto wangu. Hakuna baba anayemchukia mtoto wake, hata kama akiwa jambazi atasimama naye. Hata akiwa ana udhaifu gani, mzazi atasimama na mtoto wake. Na ndicho hicho Yesu anasimama na wanafunzi wake hata katika ulegevu wao. Hata katika udhaifu wao anasimama nao ili awasaidie waweze kutambua nguvu ya Mungu katika maisha yao. Yesu anawaambia, tupa upande wa kulia, upande wa kuume. Wakati mwingine tunaweza tukawa tunafanya mambo lakini sio katika njia iliyo sahihi. Tunafanya mambo katika njia ambazo ni kinyume na Mwenyezi Mungu, usitarajie kupata baraka katika hilo. Yesu anakuambia tupa nyavu katika upande sahihi, upande ulio sawa na utafanikiwa. Wanaambiwa tupa kulia. Wanavua samaki wengi, wanashangaa. Na hapo Petro anaambiwa kwamba ni Bwana, anatambua huyu ni Bwana. Niko uchi, anajitupa bahari. Tumsifu Yesu Kristo. Mara nyingi dhambi zetu na madhaifu yetu yanatuacha uchi mbele za watu na mbele za Mwenyezi Mungu. Unapokuwa na madhaifu ambayo watu wanayajua, saa nyingine unaweza hata kushindwa kutembea barabarani kwa sababu unajua wanatambua pengine labda jana ilikuwa hivi na watu wanajua, au pengine watu wanajua udhaifu wako, kwa hiyo inakufanya unajificha. Ukiona hata mtu unakimbia, ndicho Petro alichokifanya. Alitambua udhaifu wake na akajua siwezi kusimama mbele ya Yesu, akajitupa bahari. Tumsifu Yesu Kristo. Tutambue udhaifu wetu, tutambue makosa yetu na tuweze kumtolea Kristo, na Kristo atatusaidia, atatupa neema na atatuimarisha katika madhaifu yetu. Katika udhaifu ndiyo tuna nguvu za kusonga mbele. Imani ni safari. Safari ya maisha yako yote, kuna kuanguka, kuna kusimama. Hiyo ni safari, lakini mwisho wanaovumilia mpaka mwisho ndio atakaopata taji. Kwa hiyo na sisi tuvumilie katika changamoto na madhaifu yetu. Udhaifu wako ndiyo dawa yako. Udhaifu wangu ndiyo dawa yangu na ndiyo itakayonifikisha mbinguni. Kitu kingine ambacho tunajifunza katika Dominika ya leo, kwamba kanisa lipo wazi kwa kila mtu.
kanisa lipo wazi kwa watoto wake wote na lipo tayari kumpokea kila mtu kwa upendo huo huo, sio kwa madaraja. Hapana, tunapendwa na mama kanisa kwa upendo sawa. Tunaambiwa walipotupa nyavu baharini walivua samaki 153. Wataalamu wa uvuvi katika hiyo sehemu wanasema hiyo idadi ya samaki 153 inamaanisha aina za samaki waliopatikana maeneo hayo. Ina maana aina zote za samaki waliopatikana katika hiyo bahari ya Tiberia. Maana yake walivua aina zote za samaki waliopatikana pale. Maana yake kila mtu anavuliwa na Kristo. Na ndio maana wale mitume walipewa kazi ya uvuvi. Waliambia nyie mtavua watu, hamtavua samaki. Na mvuvi yeye anatupa tu jarife, anavuta. Kwa kila kitu kinakuja katika kanisa, lakini ni kazi yetu au ni jukumu letu kupokea sasa ile imani au kupokea zile neema na kuziishi. Unaweza pia ukawa ndani ya kanisa lakini haupo katika neema na uishi neema. Lakini tunapokuja basi tufungue mioyo yetu na tumruhusu Kristo aweze kututumia sisi na kutupa neema ili tutembee basi kama wana wa Mungu. Kanisa ni la kila mtu. Na kila mtu ameitwa katika kanisa kwa upendo mkubwa. Na kanisa hili ambalo Kristo ametuita linajengwa au lipo katika misingi ya mitume. Na tunatembea katika imani hiyo. Na mitume wanatufundisha hayo. Lakini zaidi kanisa la Mungu au kanisa la Kristo limejengwa katika upendo. Katika kanisa la Kristo natumaini hakuna watu ambao wanachukiana, ambao hakuna watu wanasengenyana, hakuna watu ambao wanasema na uongo. Kanisa la Kristo linaunganishwa kwa upendo. Na tukipendana watu tutambua kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kitambulisho cha Wakristo, kitambulisho cha watu ambao kanisani ni nini bwana? Ni upendo. Ni upendo. Kitu kingine ambacho tunajifunza katika Dominika hii ya leo, Kristo mwenyewe ndiye anayetuimarisha. Kristo peke yake ndiye anayetuimarisha. Hakuna mtu mwingine ambaye anatuimarisha. Kristo alimuimarisha Petro na anamkabidhi Petro mamlaka ya kufanya kazi. Na sisi pia kama Petro tunaimarishwa katika imani ili tuendelee kumshuhudia Kristo na ufufuko wake. Hakuna mtu anaweza, nimesema hapo mwanzo, anayeweza kufanya kazi ya Mungu bila kuimarishwa na Mungu peke yake. Mungu mwenyewe ndiye anayetuimarisha na kutupa nguvu. Yesu anamuuliza Petro, je, wanipenda mimi kuliko hawa? Petro anajibu, ndiyo Bwana, wajua nakupenda. Na sisi tujiulize, je, tunampenda Kristo kuliko mambo mengine yote? Kristo mwenyewe anajua kwamba tunampenda au la. Na wewe ndani ya moyo wako unajua kwamba unampenda Kristo au la kwa matendo yako na maisha yako. Je, yanaakisi upendo wa Kristo? Petro anaulizwa mara 3. Ya 3 anakasirika au anachukia. Anakumbuka kitu alivyoulizwa mara ya 3. Kwamba na yeye alimkana Kristo mara 3. Kwa hiyo Yesu anamuuliza mara 3 kuhakikisha kwamba kweli anampenda au la. Kwa sababu hata alimkana mara 3, si ndio? Na Kristo, ndugu zangu, aangalie udhaifu wetu, aangalie makosa yetu. Yeye anatuangalia hata katika ule udhaifu wako. Je, unampenda? Hata kama katika kuanguka katika dhambi zako, je, unabaki kumpenda Kristo? Na mtu ambaye anampenda Kristo hata akianguka katika dhambi anakimbilia katika sanduku la maungamo, anatubu dhambi zake mara moja. Kwa hiyo tuonyeshe upendo huo kwa kulikumbatia kanisa na kulihudumia kanisa la Mungu na kukumbatia sakramenti za kanisa, kujipatia utakatifu. Kingine ambacho tunajifunza katika Dominika ya leo, tunapoanguka katika dhambi sio mwisho wa safari. Tunapoanguka katika dhambi sio mwisho wa safari. Inuka, tembea tena mbele. Yesu alianguka mara 3 akasonga mbele. Na wewe ukianguka, inuka, usisimame, usikae pale pale, inuka. Kuwa tayari kusema nimeanguka na ni kwa ajili ya udhaifu wangu, nisamee. Petro aliomba msamaha baada ya kumkana Kristo, akukata tamaa na kujinyonga. Hapana, aliomba msamaha na Kristo akazidi kuimarisha.
Kwa hiyo na sisi katika udhaifu wetu au tukianguka, sio mwisho wa safari ya maisha ya imani. Safari ya maisha ya imani ni ya milele, mpaka siku utapomaliza safari yako. Kwa hiyo tuendelee kuishi katika hayo. Ukianguka, simama, usibaki hapo. Tuongoze na upendo wa Kristo, tutamani kuwa na Kristo. Kingine ambacho tunajifunza katika Dominika ya leo, kwamba kumfuata Kristo pia ni sadaka. Kumfuata Kristo pia ni sadaka. Sadaka kubwa. Kumpenda Kristo ni sadaka. Kupenda familia yako ni sadaka. Baba kumpenda mama ni sadaka. Mama kumpenda baba ni sadaka. Wazazi kuwapenda watoto wao ni sadaka. Ni lazima tujitoe 100% kwa kile kitu ambacho tunajipenda, na ndio maana inakuwa sadaka. Wakati mwingine unabidi ujinyime vitu fulani ili mtu fulani afurahi kwa sababu ya upendo. Baba lazima ajinyime kuvaa suti ili watoto waende shule. Mama ni lazima ajinyime kuvaa mawigi ili watoto wasome. Mama ni lazima ajinyime mambo fulani ya kujiremba, sio makeup na nini, mambo kama hayo kwa ajili ya watoto wake na familia yake. Na hivyo katika kumfuata Kristo lazima tujinyime mambo fulani ili tuweze kuambatana na Kristo. Lazima tuachane na anasa za dunia. Lazima tuachane na maisha ya zamani ya dhambi ili tuweze kumfuata Kristo. Ndio maana inakuwa sadaka. Inakuwa sadaka. Sadaka safi ni ile ambayo inauma. Kristo alitoa sadaka msalabani iliyouma kwa ajili ya upendo. Upendo ni sadaka. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tuendelee kutembea katika hayo ambayo tumejifunza siku ya leo katika Dominika hii ya 3 ya Pasaka. Wakati tunaendelea kutembea katika furaha za kipasaka, Mungu atupe neema na baraka zote ambazo tunazozihitaji katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.